Huko Nagoya, mwanamke Mkorea Jang-kin anapata chakula cha mchana ghafla. Tetemeko la ardhi linapiga eneo hilo na kumfanya atoke kwenye hofu na kukimbia nje. Mitaani anakutana na Mkorea mwingine, Diyun, anayerekodi tukio zima. Akiwaona jinsi anavyohofu, Diyun anampeleka kwenye nyumba maalum iliyojengwa na mbunifu wa usanifu wa tetemeko na kuifanya iwe mahali salama zaidi Japani. Tetemeko la ardhi ni kazi ya Diyun na Jang-kin amekuja Japani kujifunza mbinu mpya za kupikia. Wote wawili wanashikamana juu ya chai. Na wakati Jang-kin anapohofu kufikiri tetemeko jingine linakuja, wakati kweli ni simu yake inayovibrate, Diyun anamkuta akiwa mrembo na kumwalika kwa chakula cha mchana, akimtaja kuwa mrembo. Diyun na Jang-kin hutumia wakati wao wote Japani pamoja na kuwa wenzi wenye furaha sana, hatimaye wakioa. Miaka 7 baadaye, hata hivyo, mambo hayana furaha tena. Jang-kin amekuwa mwanamke mwenye hasira sana, akilalamika kila kitu kidogo na akichukia kila kitu chini ya jua. Kila wakati kijana wa magazeti anapokuja kila asubuhi kwa sababu wanaohusika, anapigana naye kwa sababu anapuuza ishara ya magazeti inayojulikana, hata akimtaja majina. Anapikia Diyun vyakula vizuri, lakini hampendi sana kumruhusu kusema kwa sababu anazungumza kwa urefu na hata kumfuata kwenye bafu kuendelea kuzungumza naye. Anakuwa na hasira zaidi kila mtu anapotaja kwamba bado hawana watoto. Amemchoka. Diyun amejaribu kuelezea wazo la kutengana, lakini anapofanya hivyo, Jang-kin anapigwa na Diyun anairudisha. Asubuhi moja kazini, Diyun anasikia juu ya nafasi nje ya jimbo ambayo itakuwa fursa kamili ya kukimbia Jang-kin. Kwa bahati mbaya, kuna mfanyakazi mwingine ambaye pia anataka nafasi hiyo na kampuni italazimika kufikiria nani anastahili zaidi. Diyun anamuomba mwenzake kuchuchumaa ili amruhusu kuchukua nafasi hiyo na anashinda. Anampa Jang-kin habari wakati wa chakula cha jioni kwenye mgahawa wa kifahari, akimwambia si lazima kumtembelea zaidi ya mara moja kwa mwezi na akionyesha jinsi anavyofanya hivi kumtunza, ambayo husaidia kumpunguzia hasira. Wanaporudi nyumbani, Jang-kin anataka kupata shughuli kwenye meza na Diyun anakataa, lakini anabadilisha mawazo yake anapotaja kumtembelea mara nyingi zaidi kazini. Siku kadhaa baadaye, Diyun anahamia mashambani kuanza kazi yake mpya. Huko anapata kuwasiliana tena na rafiki yake wa zamani Song, anayefanya kazi katika redio ya eneo hilo, na DJ Choi. Anapokwenda nyumbani kwake mpya jioni, hawezi kukosa kutambua kuna wanawake wanalia kwenye mlango wa jirani yake. Mshangao mkubwa zaidi, hata hivyo, ni kwamba Jang-kin yuko ndani ya nyumba anamgojea. Ameamua kuhama hapa naye kama njia ya kuanza upya, kwa sababu uhusika wao una matatizo fulani wazi. Siku ya pili, Diyun anajifunza kutakuwa na karamu ya kukaribisha na wafanyakazi wanatakiwa kuleta wake zao. Sasa Diyun anapaswa kufikiria kitu cha kumzuia Jang-kin kwenda. Anaporudi nyumbani, anagundua wanawake waliochokea moyo wa mataifa yote wakienda tena kwa mtoto wa jirani yake Ki, anayejiita Casanova. Baadaye, Diyun anamwambia Jang-kin kuhusu karamu na kuona kwamba anachukia aina hizo za karamu, anatoa kuwaambia bosi wake kuwa yuko jirani yake Ki, anayejiita Casanova. Baadaye, Diyun anamwambia Jang-kin kuhusu karamu na kuona kwamba anachukia aina hizo za karamu, anatoa kuwaambia bosi wake kuwa yuko mgonjwa. Jang-kin anakataa hata hivyo, kwa sababu anafikiria ni wajibu wake kumuunga mkono. Kwa hivyo, Diyun mwenye hamu anatupa sahani yenye sabuni kwenye sakofu, kumfanya ateremke na kuvunja mguu wake. Usiku wa karamu, Diyun anamsamehi bosi wake, akitaja mke wake kwa bahati mbaya yuko kwenye cast, lakini Jang-kin anamshangaza kwa kuonekana hata hivyo akijisaidia kwenye mkongojo. Ana taburi nzuri anapokutana na bosi, lakini anapoingia ndani kuzungumza na wake wengine, mambo hayaendi vizuri. Wake wengine wamnahukumu kwa ajili ya makeup yake nzito na ukosefu wake wa watoto. Kwa hivyo, Jang-kin anakasirika na kusababisha eneo ambapo anavuta kitambaa cha meza kwa mkongojo wake na kuvunja vitu vingi. Diyun anamtuma nyumbani kwa teksi, lakini anaendelea kulia na kuzungumza naye kupitia simu yake, akisimamishwa tu kushindana na dereva. Jang-kin anaporudi nyumbani, anagundua Song Ki yuko kwenye paa, akifikiria kumaliza mambo, na Jang-kin anapiga simu polisi kuripoti mauaji. Dakika chache baadaye kwenye kituo, wanawake wote wanasubiri nje, wakati Song Ki anatoa taarifa yake kwa afisa, na Jang-kin anampiga kwa kutofikiria maisha yake ni ya thamani. Diyun anakuja kumchukua Jang-kin, na mmoja wa polisi anamuonya juu ya Song Ki. Anajulikana mjini kwa kuwa Casanova, ambaye wanawake hawawezi kukataa. Kwa hivyo Diyun anapaswa kumweka mbali na mke wake. Diyun anampeleka gari lake chini ya mlango wa Song Ki kila siku mpaka anakubali kumwona. Wanaume hukutana pwani na Diyun anafanya ombi lake. Anataka Song Ki kumvuta Jang-kin kumfanya aombe talaka. Bahati mbaya Song Ki anakataa, akielezea kwamba tangu alipopoteza mpenzi wake wa kweli Poppy,
hajawa na uwezo wa kupenda tena, kwa hivyo angeishia kumvunja moyo Junkin. Diyun hajali, akijua atasahau. Kwa hivyo Song Ki anaanza kufikiria kukubali kazi hiyo. Kwanza hata hivyo, anahitaji kumwona Junkin nje ili awe na wazo bora juu yake, ambayo inamaanisha Diyun italazimika kumpatia kazi. Siku kadhaa baadaye, Choi na Song wanampokea Junkin kwa mahojiano baada ya Diyun kuwaumba kwa hisani. Wanapenda maneno ya Junkin kwa sababu yangeweza kufanya sehemu ya kuchekesha kwenye kipindi chao, lakini Junkin anaomba mara 3 malipo. Kwa hivyo Diyun italazimika kulipa tofauti kumfanya abaki na shughuli. Baadaye Junkin na Diyun wanaenda kwenye kafeleji ya eneo hilo kusherehekea kazi yake mpya. Wakati Diyun yuko ndani akitengeneza agizo lao, Song Ki anachukua nafasi kumkaribia Junkin na maua ambayo kwa kushangaza yanamfanya atabasamu. Siku ya pili, Junkin anaanza kwenye redio na sehemu yake baada ya Diyun kumpeleka, ambayo inasikiwa na Song Ki na wafanyakazi wa Diyun. Kisha Diyun anakutana na Song Ki ambaye amefikia hitimisho kwamba Junkin ni mwanamke mgumu sana. Kwa hivyo kama anafanya hivi, anataka mara 2 pesa, ambayo Diyun anakubali kulipa. Shambulio la kwanza la Song Ki ni kutembea karibu na nyumba huku akiwa amevalia tu fulana, lakini Junkin anamkuta akiogofya badala ya kuvutia. Song Ki anachukua hii kwa kibinafsi na kupata changamoto katika Junkin. Kwa hivyo sasa anataka kuifanya kwa kiburi chake mwenyewe. Anakutana tena na Diyun kumwomba atengeneze orodha ya kila kitu anachojua kuhusu Junkin, na kwa mujibu wake Diyun anamuomba asifanye mazoea ya kimwili na mke wake. Kwa habari hii yote, Song Ki anajiandaa nyumbani kwake kwa mpango wake, na alasiri moja anajifanya anatupa mengi ya China. Junkin anamuona na kujaribu kumzuia kwa sababu China iko katika hali nzuri, na Song Ki analia kumfanya Junkin hisi vibaya juu ya kuingilia kati kwake mara kwa mara. Inafanya kazi, na Junkin anamwalika nyumbani kwake kwa kahawa. Baada ya kuzungumza kidogo, Song Ki anaondoka huku akisahau kisanduku chenye China kwa kusudi. Junkin anaenda nyumbani kwake kuirudisha, na Song Ki anamwalika kunywa kinywaji, akimpumbaza kwa kuonyesha wana maslahi mengi ya pamoja na kutokujali jinsi anavyozungumza. Diyun na Junkin wanaendelea kufanya kazi kwenye redio. Sehemu yake ni mafanikio kamili na kuwapa redio maoni mengi kwenye tovuti yao, wakati wa zamani walipata spam bot moja tu. Akimpumbaza kwa kuonyesha wana maslahi mengi ya pamoja na kutokujali jinsi anavyozungumza. Diyun na Junkin wanaendelea kufanya kazi kwenye redio. Sehemu yake ni mafanikio kamili na kuwapa redio maoni mengi kwenye tovuti yao, wakati wa zamani walipata spam bot moja tu. Bila kusema juu ya ukadiriaji wa kushangaza, Junkin anaanza kukaa sana na Song Ki ambaye mara nyingi humchukua kazini na kumpeleka kwenye miadi anuai, huku akimkumbusha hakuna kitu kibaya kumpenda mtu kama mtu bila haja ya kupata karibu. Hata hivyo, Song Ki anasukuma mawazo yake kumkumbusha wakati wowote anaweza, kama wakati anamfundisha jinsi ya kukamua ng'ombe kwa kumwekea mikono yake na kumbishana kwenye sikio lake. Junkin anatabasamu zaidi sasa kuliko alivyofanya kwa miaka 7 iliyopita, na baada ya kutoa maoni juu ya tukio la ng'ombe, Diyun anaanza kuwa na wasiwasi na anaamua kuwafuata wakati wa miadi yao ijayo. Song Ki na Junkin wako kwenye carousel katika bustani ya kiburudisho iliyotengwa, wakati Song Ki anamuona Diyun akiwatazamia. Kwa hivyo anajiepusha kwa muda kumvuta Diyun ndani ya gurudumu la Ferris. Huko wanaume huanza kupigana, lakini Song Ki anaweza kumshawishi Diyun kumwamini kwa sababu Junkin amekaribia kufungwa kwenye kidole chake kidogo. Anahitaji tu muda kidogo zaidi. Baadaye usiku huo, Diyun anarudi nyumbani kuona Junkin hajapikia chakula cha jioni kama kawaida kwa sababu ana shughuli nyingi sana kuandika kitu kwa kazi. Yuko katika hali nzuri sana kwamba anaendelea kutabasamu na kuika, hata anarikia kucheza mziki kuchezea. Diyun anamalizia kujiunga naye tu kwa ajili yake kuacha mzika ili kumwambia jinsi anavyomkumbuka siku zao za furaha Japani na machozi machoni. Anaomba busu, je wewe, na anampa hata kama anajua haipaswi. Song Ki alikuwa amemuomba abaki baridi kufanya mchakato uende haraka. Wenzi hao wanamalizia kupata shughuli kwenye sakafu ya sebule tu kukatizwa na simu inayosababisha Song Ki kukatiza furaha yao na kuondoka nyumbani. Anasema ni kwa ajili ya kazi, lakini kweli anaenda nje na Song Ki. Baadaye kidogo, Song Ki na Diyun wanakula chakula cha jioni na Choi na Song. Choi ana habari kubwa. Wamealikwa kwenda Seoul na kuonekana kwenye redio ya umma, ambayo ni fursa kubwa kwa nchi nzima kumjua. Song Ki anaruhusu kukosa kwamba yeye na Diyun walikuwa wakipenda na wanakutana siku hizi kama marafiki. Baada ya chakula cha jioni, Song Ki anamkadili Diyun juu ya hili kwa kuwa hakujua na kusababisha Diyun kumshtukia. Kwa kawaida anachukia marafiki zake wote na anakataa kuwa mtu aliyejifungia kama yeye, ndio maana hakusema kamwe. Akihisi kudharauliwa, Song Ki anashangaa kama wanahitaji talaka kabla ya kutangaza ataenda Seoul peke yake. Baadaye Diyun anakutana na Song Ki kumshukuru, lakini Song Ki anamwambia ni mapema mno kusema. Diyun anaishi peke yake sasa, kwa hivyo anamwambia Song Ki kazi yake imekwisha, lakini Song Ki anaamua ataendelea kwa bure. Huu ni uvutano wake wa mwisho na sifa yake kama ilivyo kwenye Hatari. Siku ya pili, Diyun ana furaha kuamka peke yake, wakati Junkin anaanza kufanya kazi kwa bidii Seoul. Sasa anaweza kuzunguka mji kufanya mahojiano. Wakati Junkin anaanza kufanya kazi kwa bidii Seoul, sasa anaweza kuzunguka mji kufanya mahojiano, ambapo anawashika watu wakifanya mambo yasiyo ya maadili na kujaribu kuwafanya wazungumze kwenye redio ya kitaifa. Kila siku inayopita inamfanya
Diyun kutambua anaweza kumkosa baadaye, hasa wakati hawezi kupikia mwenyewe. Usiku mmoja, Junken anaonekana mahali pake akiendesha gari lake mwenyewe ambalo alilinunua bila kumwambia. Amemletea chakula na kuomba radhi kwa kuwa mwenye tabia mbaya siku nyingine, lakini hatimaye anakiri ana shida fulani na hizi uzoefu mpya zinamsaidia kufanya kazi kupitia yao. Kisha anambembeza na kukiri amekuwa akiota ndoto juu ya mwanamume mwingine, lakini ni mara ya kwanza tangu wao kuoa. Baadaye, Junken anaenda kwenye miadi na Sung-ki. Akiwa ameamua kufunguka zaidi, anamwambia kuwa kuolewa na Diyun kulipaswa kuwa vya kutosha, lakini kutoweza kuwa na watoto kulimkasirisha sana, na kuona kama alishindwa wakati wowote alijitahidi kwa kitu. Aliamua kuacha kujaribu. Kwa mujibu, Sung-ki anamwambia kuhusu kupoteza Poppy kwenye bahari. Wakati huo huo nyumbani, Diyun anajaribu kumpigia simu Sung-ki, lakini hatajibu. Anaamua anahitaji kupata ulevi, na anaposhika chupa anapata ujumbe wa zamani kutoka kwa Junkin. Ujumbe unasema kwamba ikiwa anakunywa inamaanisha anaweza kuhisi upweke. Kwa hivyo labda huu ni wakati ambapo hatimaye atasikiliza yeye. Junkin anataka kwenda hospitali na kujaribu tena kwa sababu ni wakati wa kuacha kuwa na hofu na kujenga familia. Ujumbe huu unatosha kumfanya Diyun aingie kwenye gari lake na kuendesha hadi kumwona. Wakati huo huo, Sung-ki anamtembeza Junkin nyumbani. Wote wawili karibu kubusu na Junkin anakiri amekuwa na ndoto nyingi juu yake. Kwa hivyo Sung-ki anamusu na Junkin anakiri amekuwa na ndoto nyingi juu yake. Kwa hivyo Sung-ki anamwambia ni wakati wa kumwacha, akimwacha machozi. Yote hii inaonekana na Diyun ambaye karibu kumwendesha Sung-ki kwa gari lake wakati anavuka barabara. Kwa hamu, Diyun anamwomba Sung-ki kuacha mpango kwa sababu anataka mke wake kurudi. Yeye ni mtu mwenye furaha zaidi sasa, anafanya kazi na kutoka nje. Hata hivyo, Sung-ki pia amempenda Junkin. Anamtupa Diyun juu ya gari na anakataa kukata, akimwambia kwamba kama Diyun anajaribu kumrudisha, Sung-ki atamwambia kuhusu mpango wao. Sung-ki akienda, Diyun anamtembelea Junkin kumwambia anamkumbuka na anataka yeye kurudi. Junkin hajali sana kwa sababu ana hangover kubwa na mazungumzo yao yanakatizwa na tetemeko la ardhi ambalo linahitaji Diyun kwenda ofisini. Baadaye, yote ambayo Diyun anaweza kufanya ni kujaribu kupata Sung-ki kumzuia kwa sababu hayuko nyumbani kwa jirani tena. Asubuhi moja, anampata mmoja wa wanawake wengi wanalia kwenye mlango wa Sung-ki. Anapomtaja Sung-ki amehamia, mwanamke anasema ataenda kwenye nyumba yake nyingine na Diyun anapata anwani kutoka kwake kwa kuahidi kulipiza kisasi kwa kumvunja moyo wake. Masaa kadhaa baadaye, Junkin, Choi na Song wanasafiri hadi kwenye ghorofa ya kifahari wakifuata ushauri wa bila kujulikana uliowaelezea juu ya Casanova aliyevunja mioyo ya mamia ya wanawake. Junkin anashangaa kugundua huyu Casanova ni Sung-ki, lakini anaamua kufanya mahojiano hata hivyo na kumfanya Sung-ki kushiriki hadithi yake huku akifanya sanaa nzuri kwa mchanga. Hajawahi kuambia mwanamke yeyote kuwa amewapenda, amewakatisha uhusika kwa upole na hawakuchukulia vizuri. Baada ya kupoteza Poppy kwenye bahari, Sung-ki alifikiri upendo ulikuwa kifungo na alitaka kuwahukumu yeyote aliyeweza kuamini, lakini hiyo ikawa bila maana pia, na ndipo alipofikiria kumaliza mambo. Hata hivyo, alikutana na Junkin ambaye alimfanya aamini upendo tena. Kwa machozi, Junkin anaamua si kuweka hii kwenye hewa wakati Song anapiga simu Diyun kumwambia Junkin amekuwa na huzuni nyingi juu ya huyu jamaa Casanova. Baada ya kazi, Diyun anakimbilia kukutana na Junkin kwenye nyumba yao ya zamani. Anamwambia anafikiri kurudi mashambani, lakini sasa hivi hataki kuzungumza juu yake. Hata hivyo, Diyun anasukuma kwa kumtaja Sang-ki, na wakati Junkin anapojitetea, Diyun anakiri alimlipa kutumia wakati na yeye. Kwa hivyo, kila kitu alichomuona ndani yake ni uongo. Kwa machozi, Junkin anaanza kumpigia kelele, akikasirishwa kwa kumfanya ahisi kama hakuna mtu amewapenda kweli na kumsukuma mbali wakati anafikiria anaweza kutatua hili kwa kumtaja yuko tayari kurudi hospitali kuwa na mtoto huyo. Tetemeko la ardhi linakatiza pigano lao na Diyun anajaribu kumwambia ni sawa, lakini Junkin anakiri hajisikii salama hapa. Siku ya pili, Junkin anatangaza kwenye kipindi kwamba anaacha. Kwa kelele zake za mwisho, analalamika juu ya uoga wasiozungumza akili zao na kusimulia hadithi ya mshindani aliyelipa mtu kumvuta mke wake. Watu anasema mambo hasi mengi, lakini anafikiria hiyo ni bora kuliko ukimya, na ilikuwa njia yake ya kuweka nyumba kuwa na uhai wakati wa kuishi maisha yenye dhiki.
Hakuna mtu anapaswa kuzoea ukimya, na ndiyo maana pia anatangaza talaka lake. Baada ya kipindi, Jang-Kin anaenda pwani kufanya mawazo na kupata Sang-Ki akiingia kwenye bahari. Anamtoa kabla mambo kuwa mabaya na kupiga simu polisi kuwapa safari. Kwenye gari, Jang-Kin anamwambia Sang-Ki kwamba alikuwa amevutiwa naye, lakini ni wakati wa kumwacha Poppy. Wanapofika kituo chao, Di-Yoon anawangojea akiwa anataka kuzungumza mambo na Jang-Kin, lakini anamkumbusha hapendi kuzungumza naye, kwa hivyo anaondoka kwenye gorofa ambayo amekodisha na akiba yake. Sang-Ki anacheka kwenye mpango wote na baadaye pwani anamwelezea Di-Yoon kuwa kitu pekee alichokifanya ni kumtendea Jang-Kin kama mwanamke tena. Labda anahitaji kukumbuka kwamba baada ya tetemeko la ardhi, watu wanahitaji kujenga upya kutoka mwanzo. Siku ya pili, Di-Yoon anaonekana kwenye nyumba kumsaidia Jang-Kin kufunga. Wakati kijana wa utoaji anapotupa gazeti tena, wakati huu ni Di-Yoon ndiye anayetoka kushindana naye katika ulinzi wa mke wake. Akiuona hili, Jang-Kin anakubali kutumia usiku mmoja wa mwisho kwenye nyumba. Anachukua kitanda wakati Di-Yoon anakaa kwenye sebule, lakini katikati ya usiku, Jang-Kin anaamua kulala na mumewe. Wakati Di-Yoon anaamka asubuhi, tayari amekwenda. Mwezi mmoja baadaye, Di-Yoon na Jang-Kin hukutana kwenye ofisi ya wakili kusaini hati za talaka. Wakati wanasubiri, anamuuliza kwa nini alitabasamu wakati Sang-Ki alimpa maua mara ya kwanza, na Jang-Kin anakiri ilikuwa kwa sababu maneno ya Sang-Ki yalimkumbusha nini Di-Yoon alisema mara ya kwanza walipokutana Japani. Mazungumzo yao yanakatizwa na wakili anayeambia wanaanza kazi tena baada ya chakula cha mchana. Kwa hivyo, baada ya Di-Yoon kulalamika kwao juu ya kusubiri, anamuomba Jang-Kin kwenda kula chakula cha mchana pamoja. Kwenye mgahawa, Di-Yoon analalamika tena, wakati huu kwa mhudumia juu ya shida na vyombo. Jang-Kin anampiga kwa kuwa mwenye tabia mbaya kwa wafanyakazi, na Di-Yoon anakiri anamkumbuka ukosoaji wake. Anaelewa hatimaye alitenda hivyo kwa sababu alikuwa na upweke, na sasa anapita kwa huo na kumfanya Jang-Kin atabasamu. Ghafla, Jang-Kin anafikiria tetemeko la ardhi linawapiga tena na kujificha chini ya meza. Kwa hivyo Di-Yoon anachukua nafasi kujiunga naye na kurudia maneno aliyosema siku walipokutana kama njia ya kumwomba aanze upya. Baadaye wakati wakili wanapoita majina yao, hakuna hata mmoja wao kwenye ofisi. Wakati huo, Sang-Ki amechukua nafasi ya Jang na Jang-Kin kwenye kipindi cha redio kutoa ushauri wa mahusiano. Anafanya vizuri sana kwamba Sang-Ki hawezi kukosa kurukia juu yake.